Ni mwendelezo wa taarifa kwa umma kama ambavyo tulipokea jana tarehe 9 ya mwezi wa 6 2025, ndivyo ambavyo tumeipokea leo tarehe 10 mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Simba Sports safari hii wao wamewaasa mashabiki wao waendelee kutunza tiketi. Mchezo nambari 184 utaendelea kuwa pale pale kama bodi ya ligi walivyo tangaza kuwa itakuwa ni Juni 15 ya mwaka 2025. Wao pia wakiwa ni sehemu ya watu wanaohitaji taarifa ya kiuchunguzi itoke hadharani ili waweze kujua kilichopo nyuma ya kile kilichotokea tarehe 7. Nipo na Heavyweight hivi sasa kutaka kusikia lakini lipi hasa kwa huu muendelezo wa taarifa kwa umma. Hali yako iko vipi kaka? Bana kwema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko salama bin salimini? Salama ndugu yangu. Jana tu haikuwa mbali tulipata nafasi ya kuzungumza nawe ikiwa ni baada ya Young Africans kuitikia wito wa bodi ya ligi, baadaye wakazungumza. Simba Sports na wenyewe wameona wazungumze la kwao kupitia maandishi taarifa rasmi. Kwanza tuanze, ni sawa kwa Simba Sports kufanya hiki walichofanya, kutoa taarifa kwa umma, kuhabarisha wapenzi na mashabiki wa klabu ya Simba waendelee kutunza tiketi, aliyakuwa bodi ya ligi bado haijatangaza tiketi na Young Africans dhahiri shaili wameanika kwao kwa hawatocheza? Of course kwa upande wangu mimi sioni shida ya Simba kutoa hiyo taarifa, kwa sababu by the way bodi ya ligi hao wameconfirm kwamba mchezo wa dabi upo, maana yake utafanyika tarehe 15, utakuwepo. Kwa hiyo mchezo wa dabi hauwezi kuwa bure by the way, lazima kuna kiingilio, na kiingilio unakitoa vipi? Utoi kama nauli ya daladala. Maana yake utakata tiketi kwenye N-card na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Simba kuwahimiza mashabiki wake kukata ticket, maana yake kutunza zile ticket, ni wajibu wamefanya. Wao kama klabu wanaamini kwamba mchezo upo na wanategemea kwamba maandalizi yatafanyika kwa mashabiki, pamoja na wao kama klabu watafanya maandalizi kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wa dabi. Mara baada ya mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo kuzungumza na waandishi wa habari, klabu ya Young Africans kupitia afisa habari wake Ali Shabani Kamwe, wao pia walizungumza, na miongoni mwa wale waliozungumzwa nilisikika jina la kiongozi mkubwa wa serikali kutajwa, na ndio chanzo cha migogoro yote hii kutokea. Turudi kwenye jambo ambalo Simba wamechukua nafasi nalo kuambia mashabiki wake. Kwanza unaliona ni sahihi? Pili, swala linalozungumzwa, wewe pia ni miongoni mwa wale ambao mnatamani kujua kiongozi aliyesababisha dabi kughairishwa jina lake linatajwa. Unajua by the way kuna ukirudi kwenye, kabla sijaja kwenye issue ya Alikamwe kuzungumzia hilo sakata na nini, ukirudi kwenye ile taarifa ambayo Simba wameitoa, Simba wanaiamuru bodi ya ligi, Simba wanaiamuru bodi ya ligi watoe majibu hadharani. Sio, unaelewa hivyo? Umeelewa hiyo statement? Waweke hadharani kile ambacho kilipelekea mchezo kughairishwa baada ya mambo kutokea ndani ya jioni ya tarehe 7, yani manake jioni ya siku moja kabla ya mchezo kufanyika. Tafsiri ya haraka kwa mwenye upeo mkubwa wa fikra ni kwamba Simba Sports Club kuna vitu wanavijua ambavyo vilifanyika tarehe 7, na hivyo vitu bodi ya ligi wanavijua pia ambavyo vilifanyika tarehe 7, pamoja na Yanga wenyewe wanavijua. Sasa Simba wanashangaa kupitia hii statement yao, ni kama walikuwa wanategemea bodi ya ligi wataviweka hadharani hivyo vitu, lakini wanashtukia siku zinazidi kwenda hawaweki hadharani hivyo vitu. Na ukirudi sasa kwenye kipindi cha sakata lile, kwa sababu hii taarifa ya umma ni ya pili tu toka ile sakata limeanza kwa upande wa Simba. Simba walitoa baada ya ile tukio la kuzuiliwa kuingia kwenye mazoezi, wakatoa taarifa kufanywa vile vitendo ambavyo si vya kiungwana, wakaweka wazi kwamba hawatocheza mchezo wote mpaka wale wahusika wote wachukuliwe hatua. Wahusika gani? Sio, unaelewa? Manake waliwazuia kuingia kufanya mazoezi, au kuna kitu kingine hapo kipo? Sasa hichi kitu ndo ninaanza kupata picha sasa bwana Jafi. Kumbe hichi kitu ambacho mimi na wewe hatukijui ndo kinafanya Yanga akomalie msimamo wake, na ndo kilichofanya hicho Simba atoe taarifa mapema ya kutocheza dabi siku ya pili ya mchezo, ambayo ile ndo ilikuwa tarehe 8. Maana jambo limetokea tarehe 7. Kwa hiyo hichi kitu bodi ya ligi ndo wenye haki na mamlaka ya kukitoa.
Na ndio maana hata kwenye taarifa ya bodi ya ligi, tunarudi tena kipindi cha nyuma, utapata picha kwamba hawakusema kwamba tumeghairisha mchezo kwa sababu ya Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi kama ambavyo ilitokea, bali walisema kwamba tumeghairisha mchezo kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Of course inawezekana vilikuwepo, 100% inaanza kuhisi hivyo, umeelewa, pamoja na dalili za uvunjifu wa usalama na amani, sio, unanielewa? Kwa sababu baada ya kujulikana hichi, labda kuna kitu ambacho Yanga wamekiona na Simba wamekiona, maybe kingeweza kuleta fujo, umeelewa? Kwa hiyo wakaona wao wajivishe lile jukumu. Sasa lile jukumu leo linawakaanga. Sasa kuna mambo mawili. Inawezekana hii taarifa ya kiongozi kupiga simu, japokuwa mimi hapo kidogo nataka nimkosoe Alikama, kwa sababu ushaenda kwenye kikao, umeelewa, kikao umeitwa mdiscuss, kikao cha ndani, manake kile kikao kilikuwa cha ndani, waandishi walikuwa kwa nje, kikao kilikuwa kwa ndani. Hakupaswa kuexpose kile kitu ambacho walijadili kwenye kikao, hakupaswa kuexpose. Alitakiwa tu amalize kila ambacho walikuwa wanahitaji kumaliza kwenye kile kikao. Na by the way, hata kwenye kupresent kile madai yao ambao wanasema hawakulipwa, of course sio jambo zuri. Unacheza finali, unachukua kombe, alafu hupewi pesa yako ambayo ni haki yako kimsingi. Lakini ambacho kidogo nimepata mgagaziko, kwa nini unatumia aggressiveness kudai? Kwani ulishindwa kutafuta njia nzuri ya kuweza kudemand haki yako? Unaandika kwenye kama kawaida, kuna protocol za kufuata kwenye malalamiko. Mara kadhaa wamewakumbusha, lakini bado haijatekelezwa. Mpaka inafikia kupangwa finali nyingine, jambo lao halijatekelezwa. Very nice. Yanga hawakukurupuka tu wakajua kwamba kuna kikao tarehe 9. Walipewa taarifa toka tarehe 7 kwamba kutakuwa kuna kikao. Automatically kile kikao kilikuwa ni cha bodi ya ligi na kimehudhuriwa na baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi. Walikuwa na nafasi ya kuomba mjumbe kutoka TFF, umeelewa, awepo pia kwenye kikao ili waweze kutoa malalamiko yao, waweke kwenye agenda yao, kwenye yale matakwa yao ambao wameweza kuyatoa manne, na hilo wangeongezea kwamba tunatakwa letu jingine, hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa wa CRDB Federation Cup. Kama hatutalipwa kwa wakati mpaka inafika tarehe ya mchezo ya finali hii, hatutocheza. Alafu bas, very simple. Sasa kwa nini unakuja of course labda maybe wamefanya hivi kwa ajili ya kuexpose yale madudu ambayo yametokea na kuendelea kuonyesha kwamba mamlaka zina changamoto. Umeenda, kwa sababu mwisho wa siku unajua unavokuwa kwenye vita, silaha yoyote usimpangie adui yako kutumia aina gani ya silaha. Ile pia ni silaha, kwamba kuzidi kuonyesha. Sasa mimi msimamo wangu kwenye hili ni kwamba Bwana Jaffe, ni kwamba bodi ya ligi kuna kitu wanakilea, wanakificha kwa ajili ya kuwalinda hawa watoto wake Simba na Yanga. Sasa hichi kitu ambacho wanakificha hiki ndio kitakachokuja kuwafanya waonekane wao hawana, yani sijui nitumie kauli yani hawana uwezo wa kusimamia mpira. Lakini Heavyweight, hiki kinachoendelea hivi sasa Simba Sports, kusema dabi ipo ndio kile ambacho kiliainishwa kwenye barua ambayo waliitoa siku ya tarehe 7 usiku. Ilikuwa ni usiku wa tarehe 8 tayari, kwamba hawatocheza mechi nambari 184 mpaka wahusika watakapochukuliwa hatua. Wahusika hao bado taarifa ya uchunguzi haijatoka kuainisha ni akina nani, na bodi ya ligi pamoja na TFF imechukulia hatua nani na nani. Hivi sasa Simba wenyewe wapo tayari kucheza mchezo. Dhahiri shahidi ni kwamba kile walichokiandika na wanachokizungumza ni vitu viwili tofauti mpaka hapo. Au ambao wamewazungumza au ambao waliwaandika kwamba wahusika, kwa jinsi wewe unavyotazama sakata lilivyo, unadhani wamechukuliwa hatua, ama ndio tunaweka utani wa Usimba na Uyanga kwenye mambo ambayo yanatakiwa kuchukuliwa hatua ili mabadiliko yawepo? Unajua, jambo la kwanza ni kwamba wahusika wapo. Hilo ni jambo ambalo lipo, yani liko wazi, wahusika wapo. Lakini pia naweza nikasema au wahusika hawajachukuliwa hatua. Na kwa sababu hawajachukuliwa hatua, tunashindwa kujua kwa nini kwanza bodi ya ligi wanaficha, hawataki kuwa expose hao watu ambao waliharibu mchezo wa tarehe 8. Lakini jambo la pili, Simba walipaswa
unajua kwa sababu tarehe imepangwa tarehe 15 by the way. Bado siku kadhaa hapa kuweza kufikia kwenye mchezo. Umeelewa? Ni nyingi kwa sababu kwa muda ambao toka tarehe mwezi Machi manake tarehe 8 mpaka leo ni muda mrefu kidogo umepita. Manake bodi ya ligi pengine wangeweza kuwa na muda mzuri wa kupanga namna gani ya kutafuta solution au namna gani ya kuwakamata hao wahusika na kuwawajibisha kulingana na jinsi ambavyo kulingana na kitu ambacho wamekisababisha. Si ndio manake? Sasa Simba labda waliamini kwamba mpaka kufikia tarehe 15 jambo lao linawezekana likawa limefanikiwa. Na ndio maana unaona siku 5 kabla ya mechi Simba wametoa nao msimamo wao kwamba wanataka bodi ya ligi waweke hadharani, si ndio? Watu ambao walihusika kuharibu kuleta zile bugza zote na nini ambazo zilitokea tarehe 7 manake siku moja kabla ya mchezo, si ndio? Kwa hiyo Simba kwa nini wametoa timing yao hii haijaja bahati mbaya? Manake wanawa instruct bodi ya ligi kuweka hadharani. Manake Simba wanaamini hizo taarifa nyeti ambazo wao wanataka bodi ya ligi wazitoe tayari wanazo. Sasa kwa nini barua itoke katika kipindi ambacho Young Africans wametoa msimamo wao, ndo wao waje watoe msimamo wa kwamba dabi iwepo? Kwa nini hili swala hawakulishinikiza hii miezi miwili ambayo imepita? Mpaka sasa tunazungumza ni miezi miwili na nusu kuelekea dabi yenyewe ya tarehe 15 ambayo bado ina sintofahamu. Yaani wewe ulikuwa unataka kwamba wajibu mapigo, kwamba Yanga wakitoa hiki walichokifanya Simba ni wamejibu mapigo, kwa sababu lilikuwa ni swala la kuwasiliana ofisi kwa ofisi. Ni kwamba walipeleka barua ya kutaka taarifa za kiuchunguzi zitoke na wakaujulisha umma, au linafuatia mara baada ya Young Africans kuendelea kuwa na msimamo ule kwamba hawachezi. Unajua Jafe, labda ni kuweke vizuri swali lako, yani ambalo sijaelewa. Wewe una mashaka kwa nini wametoa taarifa leo, si ndio? Ndicho nacho na mimi na wewe ulitaka taarifa itoke miezi miwili nyuma. Kulikuwa kuna nafasi kubwa zaidi ya bodi ya ligi kukumbushwa ili swala ili lifanywe kazi. Na mwisho wa siku labda Simba waliacha muda mrefu ili bodi ya ligi waendelee na uchunguzi. Inawezekana waliona kwamba basi kwa sababu ni swala la kiuchunguzi. Kumbuka ni swala la kiuchunguzi. Uchunguzi nafikiri si unaujua. Uchunguzi ni kitu ambacho ni unpredictable. Uwezo ukasema nitachunguza ndani ya siku 2 nitakuwa maybe ndio maana Simba wamefanyaje? Wameacha na kukumbusha karibia na siku ya mchezo maybe. Kwa sababu siamini kwamba Simba walikuwa wanafurahia kuona wale watu waliohusika kwenye ile ghasia ya tarehe 7 wangeachwa. Siamini hivyo. Na ndio maana leo hii Simba wa instruct bodi ya ligi kwamba wao wanataka taarifa ya kiuchunguzi itoke hadharani. Na kuna kitu hii Jafe, narudia tena hapa, hii haiji bahati mbaya. Kuna kitu hapa, kuna kitu nakwambia, kitu ambacho Young Africans wanataka kiwekwe bayana. Na iko kitu mimi hicho kitu, umeelewa? Ukirudi sasa tukijaribu ku connect dot ndo tukiweke kama x, hatukijui, tuna cross multiply, hatukijui hicho kitu kabisa, si ndio? Ni x. Sasa hiyo x tunajaribu kuresemble nani ambaye anaweza akawa ni mnufaika. Tarehe 7 Simba walizuiliwa kuingia kufanya mazoezi. Walohusika kuzuia mazoezi yani ni kama watakuwa wanabeba interest za klabu ya Yanga. Lakini pia Alikamwe baada ya kikao alisema kwamba Almas Kasongo akasema kuna kiongozi wa serikali alipiga simu. Umeelewa? Alipiga simu kwa nafikiri manager wa uwanja, si ndio? Kuzuia Simba wasiingie uwanjani. Of course uki cross multiply haiwezi kawa rahisi kiongozi ambaye ana interest na Simba, anaipenda Simba akafanya kitu kama hicho automatically. Kitendo cha mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuzungumza kuna simu ilipigwa ya kiongozi kutoka serikalini. Hauoni kama kinatia dosari kuonyesha kwamba serikali inaingilia mamlaka ya mpira wa miguu? Na ndio maana of course sijamaliza kujibu swali la kwanza, umeibambika la pili. Namalizia kwanza. Tunajaribu kuendelea kuconnect dot kisha tuangalie nani atakuwa mnufaika wa hiyo tuseme majibu yatakayotoka. Umeelewa? Manake si wote wanashinikiza nani atoe, wote wanashinikiza bodi ya ligi itoe hadharani uchunguzi. Sasa ndo tunaendelea kwamba hatuamini kwamba eti huyo kiongozi wa serikali atapiga simu kwa meneja wa uwanja Simba wazuiliwe kufanya mazoezi, ili hali yeye ni mshabiki wa Simba. Sio rahisi. Lazima atakuwa ni mshabiki wa Yanga.
kwa nadharia hiyo tunajaribu kuweka tu katika nadharia hiyo. Umeelewa? Sasa kama ni mshabiki wa Yanga, umeelewa? Kuna vitu ambavyo viliendelea automatically, Simba ndo walikuwa wahanga siku ile. Manake hivyo vitu vitakuwa against na Simba na vitamfavor Yanga. Kwa hata kama uchunguzi, na ndio maana Simba maybe wametaka viwekwe hadharani, kwa sababu Simba wanaamini vikiwekwa hadharani watu watajua. Tunarudi kwenye jambo la pili ulioniuliza kabla hujaanza kupiga maswali mengine. Maana ushaniuliza mawili hapo. Maana nipeleka speed. Ni kwamba kwenye ile barua ya manake taarifa, sio barua, siwezi nikaita barua, lakini ni taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi, ni kwamba mchezo uliahirishwa kwa sababu za viashiria vya nini? Vya rushwa na usalama. Sasa kwenye rushwa manake kiongozi amepiga simu, yani ili iweje yani manake amepiga simu, manake automatically tayari ile viashiria vya rushwa vinaanzia hapo. Kama ni uchunguzi unaanzia hapo. Kwa hiyo kumbe bodi ya ligi walikuwa correct kipindi cha nyuma kwamba kulikuwa kuna viashiria vya nini? Vya rushwa. Sasa kwa nini mpaka leo hawajatoa majibu? Tafsiri haraka mzigo wote huu. Umeelewa? Pamoja na hayo yote yanayotokea, anayesababisha pia ni nani? Bodi ya ligi. Young Africans wapo sahihi kusema bodi ya ligi hawana imani nayo kwenye matakwa yao. Mtendaji mkuu Almas Kasongo hajiuzuru katika nafasi yao. Wapo sahihi kwa 100%. Unajua matatizo kuwa ya bodi ya ligi yanaweza yakawa yana affect pande zote. Mimi nachoweza kuwakosoa Yanga ni kusema kwamba haiwatendei haki wao. Wakati kumbe bodi ya ligi yenyewe ina shida kwa vilabu vyote. Lakini kama wanataka mabadiliko kwa vilabu vyote, basi watakuwa sahihi. Lakini kama wakusema wao ndo wana nini? Kwa sababu kuna vitu pia ambavyo bodi ya ligi walivikosea ambavyo vimewafavor sana Yanga, ikiwemo kwenye mambo ya udhamini wa timu nyingi na nini. Hivi vyote ni katika makosa ya bodi ya ligi ambavyo pia walitakiwa outline. Na anayekuja anatakiwa pia awe makini, kwa sababu hatutaki kuona mambo mtu mmoja na pesa zake anadhamini vilabu vingapi kwa ajili ya kuua competition na vitu kama hivyo. Hivyo pia ni makosa bodi ya ligi. Viashiria vya mechi kuuzwa. Timu A inapanga kikosi dhaifu dhidi ya timu B. Hakuna uchunguzi, hakuna chochote, hakuna watu wanaacha tu, yani as long as hii ni timu kubwa, hii ni timu ndogo, yanaenda. Haya yote makosa yalikuwa chini ya bodi ya ligi. Lakini kumbuka hivi vyote vimewahi kuwa favor Yanga. Umeelewa? Na kama Yanga wangekuwa serious na wanahitaji bodi ya ligi itoke kupitia mamlaka za juu za mpira, CAS. Yani manake mamlaka za juu za usuluhisho wa kimichezo. CAS. Kitu ambacho kingeweza kuwapa nafasi nzuri zaidi ya kwenda kushinda na kuitia hatiani hii bodi ya ligi pamoja na uongozi mzima wa TFF ni wangepeleka kesi ambayo inahusisha upangaji wa matokeo uliokubuhu kwenye ligi. Of course lazima wangelichukulia serious kwa sababu ni jambo ambalo lina mashiko, na wangeweka na evidence. Umeelewa? Wangeweka na baadhi ya mechi ambazo pengine wangeomba CAS wazireview kuangalia je hazikuwepo na viashiria vya upangaji matokeo. Mbona wangeshinda? Lakini sasa wanashindwa kwa sababu kuna mechi zingine wao pia wanahusika. Kwa hiyo ina maana zile timu zingechukuliwa hatua na wao pia maybe wangekuwa kwenye mjumuisho huo. Kwa hiyo ndio maana wanaenda na zile ndogo ambazo wanarudishwa nazo. Sawa. Kwa mantiki hiyo mimi nataka niseme kitu kimoja. Hataki kuangalia nani uko sahihi na nani uko sahihi. Hata Simba nao wametoa msimamo wao leo kusema kwamba wanataka dabi kwanza dabi ipo, jambo la kwanza. Wao Yanga walisema hawachezi, lakini Simba wao wamesema dabi ipo. Mashabiki watunze ticket, lakini wao pia wameitaka bodi ya ligi waweke hadharani walioivuruga mechi tarehe 7. Manake siku moja kabla kuamkia. Kwa hivyo, kwa sababu wanachangiwa, tuwaachie bodi ya ligi wataamua wanachotaka kuamua. Anaitwa Heavyweight. Hapo alipofika mimi naona panatosha. Tuachie bodi ya ligi, wao ndo watajua cha kuamua. Kama wataamua wangatuke wao, wataamua watoe taarifa ya kiuchunguzi ni wao, wataamua kipi kiwe lipi liwe kipi. Sisi tunasubiri tu tarehe 15 lipi litakalojiri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunaweka nukta. Anaitwa Heavyweight. Asalamu alaykum.